La pili, vijana kuwa mstari wa mbele katika kushiriki mapambano dhidi ya rushwa. Vijana kutoa taarifa za rushwa TAKUKURU. Wako wengi wanatoa kabisa taarifa ambao wameshapata elimu kwa sababu wanajua elimu wanayoipata. Na kama tunavyojua nchi yetu tunatekeleza miradi mingi sana ya kimkakati katika kitaifa, kimkoa na mpaka kuna halmashauri mpaka kwenye ngazi za vijiji. Vijana hawa wapo. Kwa hiyo wanatusaidia wakati mwingine kuweza kutoa taarifa kwa mambo yale. Lakini vile vile vijana hawa huandaa nyimbo za rushwa pamoja na kazi nyinginezo kama katuni, maigizo na mashairi. Haya ambayo nimeyataja. Wakati mwingine wanaweza kutoa maigizo ambayo inakuwa ni message tosha kwa wananchi kujua namna gani Tanzania au taasisi yao wataweza kufanya rushwa na kupambana na kuzuia vitendo vya rushwa. Vijana vile vile kufungua kurasa katika mitandao inayohusu masuala ya kijamii. Na hapa naomba nitoe mfano. Mimi nimetokea Dodoma kuja hapa Iringa. Wako vijana, mheshimiwa mkuu wa wilaya wa chuo cha UDOM waliweza kuanzisha paka nchi yao. Nadhani wote mtakuwa mashahidi, wana ndani yao inaitwa Sepesha Rushwa. Na wanashiriki, nadhani mnaona mara nyingi sana pale Dodoma wakishiriki katika kuelea. Ile wote ni mfano, ni zao la klabu ambalo limekwenda paka wameanzisha taasisi yao na inakwenda vizuri na wamekuwa mabalozi wazuri. Lingine, baadhi ya vijana kufungua asasi ya mapambano ya rushwa, ndio mfano nimeshautaja kwa wa Dodoma. Kwa hiyo natumaini na sisi na hapa tutajitahidi kuziimarisha ili angalau na sisi tuelekee kule kama wenzetu kule. Lakini kama unavyojua mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa wilaya, pamoja na faida na changamoto zote na uendeshaji wa klabu hizi, bado tuna baadhi ya changamoto katika uendeshaji wa klabu hizi. Changamoto ya kwanza tulionayo mheshimiwa mkuu wa wilaya ni baadhi ya shule hawaruhusu wanafunzi kuanzisha klabu za wapinga rushwa, hivyo kuwanyima wanafunzi uhuru wa kujumuika katika klabu hizi. Yako maeneo mengine kweli hii changamoto ipo, lakini kwa Iringa bado hatujakutana nayo. Lakini yako maeneo mengine hasa zile private schools kidogo kuingia zinatupa shida. Lakini kwa hapa mambo yanakwenda vizuri. Hizi tumechukua jana. Walimu walezi kulega katika usimamizi na ulezi wa klabu hizo. Kama nilivyosema, walimu walezi, ndio maana nikasema hapa tutapata fursa ya kukaa na kuongea nao namna gani ya kuamsha hali ya kuziendesha hizo klabu. Baadhi ya klabu kuna nyingine zinasuasua, nyingine zinakwenda vizuri, nyingine zinanyesha, lakini hili tutaliangalia. Wanafunzi kushindwa kuvutiwa na klabu kutokana na kukosa hamasa. Klabu ya TAKUKURU ya kupinga na kupambana na rushwa kitaifa, leo tunasherehekea mahafali yetu ya mkoa wa Iringa. Kwanza hii elimu itatusaidia huko mitaani kwenda kupambana. Kwanza inanisaidia mimi binafsi kujua nina haki gani katika taifa langu. Inanisaidia mimi binafsi kuelewa kwamba natakiwa nifanye nini ili nilinde haki ya mwingine. Kwa hiyo hii hapa elimu itatusaidia kwenda kupambana na rushwa mtaani, kwamba kila binadamu awe na haki yake ambayo itamsaidia yeye. Ataweza kujitambua kwamba yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini. Ataweza kujitambua kwamba anatakiwa apambanaje na rushwa ili aweze kufanya nini, kulinda haki yake. Lakini napenda kuishukuru serikali ya Iringa ikiongozwa na mgeni rasmi wetu ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya katika mahafali yetu. Tunamshukuru sana kwa sababu ametueleza vitu ambavyo vimetujenga, vimetuongezea elimu pale tulipokuwa tumeongezeka zaidi, kwamba hata nikienda mtaani naweza kupambana. Kwa hiyo naishukuru TAKUKURU wilaya ya Iringa kwa kuendelea kuimarisha hizi klabu mashuleni kwetu na kuendelea kutufanya sisi wanafunzi sio kupata tu elimu ya darasani, lakini pia tunapata elimu ya kijamii, tunawezaje kuishi na jamii zetu vizuri. Elimu hii kwa mfano kwenye jamii inataka kunisaidia mimi hapa kuelimisha watu mbalimbali kuachana na rushwa. Ili kuendeleza usawa katika jamii, katika jinsia zote, wanaume na wanawake. Haya mafunzo yamekuwa ni mafunzo mazuri sana kwa wanafunzi, kuhakikisha kwamba yanawajengea wao uweledi na uwezo wa kuweza kupambana na rushwa, na hivyo kuwasaidia wao kuwa wazalendo kwa nchi yao, lakini kutambua njia sahihi ya kuweza kupambana na rushwa na kuhakikisha kwamba taifa linabaki salama likiwa linaweza kutunza zile rasilimali zao na mwisho wa siku ziweze kuwaletea maendeleo katika nchi yao. Lakini changamoto ambayo tunakutana nayo bado mafunzo sio mengi, kwa hiyo tungetamani tuweze kupata mafunzo kama walimu au walezi, ili mwisho wa siku tuweze kuelewa kwamba tunafanya kitu gani na majukumu yetu ni yapi. Lakini pia tunatamani sana tuweze kuwa na midahalo ya mara kwa mara ili tuweze kuwajengea uwezo walezi, lakini pia tuwajengee uwezo walimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi klabu zinakuwa hai na zinakuwa nzuri. Rushwa ili kuweza kuandaa wanafunzi, pia kuweza kuwa na hali ya kujiamini, na pia kuweza kuzuia na kupambana na rushwa. Tunaangalia rushwa ina athari nyingi hasa katika wanafunzi wetu, hivyo tulianza kuwaelekeza mapema. Tukiangalia hata wanafunzi wetu ambao wanaenda kumaliza kidato cha 6,
hususan watoto wa kike huko wanakoelekea ni mojawapo ya kundi ambalo ni waathirika wakubwa endapo hawatakuwa makini, hususani katika ishu ya ngono, rushwa ya ngono. Hivyo tumeweza kuwaandaa na kuwaelekeza kwamba waweze kusoma kwa bidii, kwa sababu kisha soma kwa bidii utakuwa na ari ya kujiamini, hata watakapomaliza hapo baadaye waweze kutumia uelewa ule walioupata masomoni ili kuweza kupata kazi. Wasipokuwa na uelewa wa elimu hiyo ya rushwa, wanaweza kutumia miili yao ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kazi. Kwa hiyo wakiwa na hiyo elimu watakuwa wanaweza kujua ni jinsi gani ya kuweza kuzuia na kupambana na hiyo rushwa.